Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kamati ya maafa ngazi ya kata, nipende kuwashukuru uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kyela pamoja na shirika la Red Cross kwa kutuona na kuja kutushika mkono siku ya leo. Kabla sijamalizia shukrani zangu, nipende kuelezea kwa ufupi namna kijiji chetu, kata yetu ya Katumbasongwe ilivyo. Kata ya Katumbasongwe ina jumla ya vijiji vitano na vitongoji 22. Kwa kipindi hiki cha maafa, vijiji 4 ndio vimekumbwa sana na hili janga la mafuriko. Ya sasa kijiji cha Ndwanga, Katumba, vitongoji 2 ambacho ni kitongoji cha Ilopa na kitongoji cha Bugemawani. Kijiji cha Mpunguti ni kitongoji cha Mpunguti A na kijiji cha Ndwanga ni kitongoji cha Usalama na kitongoji cha Katumbati. Vile vile kijiji cha Kabanga, kitongoji cha Kabanga na kitongoji cha Kabanga na kitongoji cha Temeke navyo vilikumbwa na mafuriko. Lakini kwa msaada wa Red Cross na ofisi ya mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na ofisi ya mbunge tumeweza kunufaika na huu msaada wa Red Cross. Hii ni ishara tosha kuwa katika vipindi hivi vigumu jamii yetu inashirikiana kwa pamoja na kuwa familia moja. Na sisi tunashukuru sana kwa huu msaada ambao unaenda kutupatia, kwani umekuja kwa kipindi mwafaka na utaenda kuwasaidia wananchi wetu ambao wamelengwa na wamekumbwa na haya mafuriko. Mheshimiwa kiongozi wa msafara Sabrina, rais wetu wa wilaya, lakini pia na kamati ya ulinzi ya usalama ulioongozana nayo, lakini pia nitambue uwepo na uwakilishi wa ofisi ya mkurugenzi. Mimi niliyesimama mbele yenu naitwa Amani Ambakise Mwakipesile. Nimesimama mbele yenu kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Kyela Baraka Ulimboka Mwamengo. Kipekee napenda nitumie jukwaa hili kwa maelekezo ya mheshimiwa mbunge kwamba pamoja na kwamba leo tuko Katumbasongwe, anawapa pole sana wana Katumbasongwe kwa madhira makubwa mlioyapata kutokana na maafa ya mafuriko. Lakini si wana Katumbasongwe tu, tumepata hapa taarifa ama takwimu inayoeleza kwa kata 5 na namna ambavyo kata hizo zote zimeingia kwenye madhira ya mafuriko. Anatoa pole sana, na pole hizi si kwa takwimu tu ambayo imeorodheshwa ya wale ambao ni wahanga moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia kijamii hawa ndugu unaweza kukuta ana baba mdogo, ana baba mkubwa, ana shangazi, ana nani. Wakati aidha wa madhira hayo, hawa ndugu wengine walilazimika kutoa chochote ili kuwanusuru katika hali waliokuwa wanaipitia. Kwa unaweza kukuta upana ama ukubwa wa janga lenyewe lisiwe kwa takwimu ambayo tunayo, kwa sababu jamii nzima iliweza kuhusika namna ambavyo ingekabiliana na kuwanusuru ndugu zetu. Kwa mheshimiwa mbunge anatoa pole sana, na baada ya kutoa pole hizi anaahidi kwamba yeye yuko kwenye shughuli za bunge Dodoma. Wakati ukifika atakuja jimboni. Kipaumbele kitakuwa ni kata hizi ambazo zimepata madhira katika mafuriko ya mwaka huu, kwamba atapita kuwapa pole wananchi, lakini kuwatia shime kwamba lazima tuendelee kupambania maendeleo ya maeneo yetu. Lakini zaidi ya kutoa pole, anawashukuru sana wadau. Unajua swala la maafa ama Kyela tunapozungumza, anasema si Kyela kwa maana ya kwamba ni ya viongozi ama waliochaguliwa ama wale wa kiserikali. Hii inatuhusu wote, na jamii ambayo imeathirika ni jamii ambayo inatuhusu wote. Hivyo nawashukuru wadau wote ambao wameweza kuwajibika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kila ambacho kimepatikana hatimaye leo ndugu zetu wanaenda kukipata. Na hii si kwamba labda ni kwa namna yoyote ile kwamba inaweza kukidhi kwa muda mrefu. Ni namna tu ya kushiriki kwamba kuonekana tulikuwa tuko pamoja, aidha kupunguza makali ya namna ambavyo ndugu zetu wamepitia kwa siku hizo kadhaa ambazo walikuwa wanapata madhira hayo. Kwa hiyo amesema kwa kichache hiki, kwa yeye kwa upande wake ametoa kilo 1300 za mchele, lakini pia ametoa kilo 700 za unga. Hizi zimegawanywa mahali mbalimbali, kwa tutakapoona kwamba leo labda unga haupo hapa, labda umeenda mahali pengine. Kwa hiyo nimezungumza kwa ujumla kwamba katika mchango wake ukihesabu kwa haraka ni kama tani 2 pamoja unga na mchele. Kwa baada ya kusema maneno machache haya, kipekee anaomba tuwe na mshikamano ndugu zetu viongozi katika kipindi hiki ambacho kila mmoja anaona ana haki ya kupata kwa sababu alipata madhira. Binadamu huwa tutosheki, mwingine anatamani angepata zaidi,
lakini imewekwa katika mgawanyo ambao viongozi wetu wametuongoza. Baada ya kusema maneno haya, nawatakia kila la heri. Asante sana. Sabrina Hamud ni katibu tawala wa wilaya hii ya Kyela. Nipo hapa kwa niaba pia ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye ni mwenyekiti wetu wa kamati ya usalama. Yaani licha ya kuwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya lakini pia ni mwenyekiti wetu wa kamati ya usalama ya wilaya na vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya maafa ya wilaya. Kutokana na changamoto ambayo imetokea katika wilaya yetu hii, tunashukuru haikuwa kubwa kiasi kwamba tungepoteza watu, ndugu zetu, lakini ni makazi yetu ambayo yamezingirwa na maji. Kutokana na changamoto hiyo, kwenye kata 5 ambazo zimekumbwa na mafuriko, tumejitahidi kukusanya michango na misaada mbalimbali kutoka kwa wadau. Tunashukuru ndugu zetu wa Red Cross wameweza kutusaidia vifaa ambao ni magodoro, mablanketi, vifaa vya usafi maalum kwa ajili ya kina mama. Lakini vile vile tumeweza kupata mchele, tumeweza kupata mahindi, tumeweza kupata unga, mafuta na sukari kutoka katika ofisi mbalimbali ikiwemo TRA ambao umetusaidia sukari na mafuta, lakini pia ofisi ya mbunge, wadau wengineo na halmashauri ikiongozwa na mkurugenzi wetu. Tunashukuru sana kwa wote ambao wameweza kutushika mkono, na hichi kidogo ambacho tumekipata tumeamua kugawa kwa kila kata kulingana na idadi ya watu ambao wamepata madhara ya mafuriko. Inawezekana sio kila mmoja akapata, lakini tuna imani kipo kidogo chochote ambacho kila mwananchi ambaye amekumbwa na adha hii ya mafuriko atapata, ili iweze kumfariji kwa kipindi hichi ambacho tunategemea baada ya mvua kukatika wataweza kurudia kwenye makazi yao ya kawaida. Ila kipekee tunaomba viongozi wetu wa kata mzidi kusisitiza wananchi wetu kwamba wahame katika maeneo ambayo wanaona kuna changamoto. Tusitegemee kwamba kila mwaka tutaweza kupata wadau wa kutusaidia. Hatujui nao wanaweza kukumbwa na nini wakashindwa kutusaidia. Tunaomba muendelee kuwasisitiza, mtu anayeona kwamba hapa kwake kuna changamoto basi atafute sehemu nyingine ambayo kidogo hakutakuwa na changamoto tena za kukumbwa na mafuriko endapo mvua zitakuja kunyesha tena kwa mwaka mwingine. Tunashukuru sana, Mwenyezi Mungu azidi kuatia nguvu katika kipindi hichi kigumu, na tuna imani kila kitu kitakuwa sawa baada ya mvua hizi kusimama. Asanteni sana. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kata ya Katumba Songwe, lakini pia mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kyela, nitumie nafasi hii kuishukuru ofisi ya mkurugenzi mtendaji halmashauri, ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini pia na ofisi ya mbunge na wadau mbalimbali ambao wamehakikisha kwamba waathirika wa mafuriko ndani ya kata yetu ya Katumba Songwe wanakuja kunufaika. Sina maneno mengi zaidi ya kushukuru sana. Sisi kama Chama cha Mapinduzi ndani ya kata Katumba Songwe tumefarijika sana, kwa sababu wananchi wale waathirika mafuriko walikuwa wakisumbua, jamani, vipi msaada huko vipi? Kwa hiyo sisi kama chama, serikali yetu imetuvika nguo. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana, asanteni. Ipiana Edwin Mwangaza, mimi namwakilisha mratibu wa mkoa wa Red Cross. Mimi natoa shukrani za dhati kwa serikali kwa ushirikiano mkubwa na taasisi yetu ya Red Cross, lakini sisi Red Cross tunajali sana ubinadamu, na ndio maana mpaka dakika hii hatujawahi kuiacha serikali hata siku moja. Tuko nyuma ya serikali na kisaidizi kikubwa cha serikali, na tutaendelea kushirikiana nao bega kwa bega kwa wakati wote, kwenye majanga, kwenye raha na kwenye shida mbalimbali. Napenda kuishukuru ofisi ya mkuu wa wilaya ambayo kwa wakati wote tunafanya nao kazi vizuri, lakini pia niwape pole sana wahanga wa mafuriko ambao imewatokea kwenye kata zote 5. Sisi kama Red Cross hatuna maneno mengi, lakini tunaomba ushirikiano wakati wote. Asanteni kwa maneno machache. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.